Yanga versus Al Merreikh, sasa itakuwaje? Young Africans hivi karibuni ilicheza mechi ya kirafiki ikiwa ni sehemu ya maandalizi ya mwisho ikiwa jijini Dar es Salaam kabla ya kusafiri kesho kwenda Kigali, Rwanda kwa mchezo wa kwanza wa raundi ya pili ya ligi ya mabingwa barani Afrika dhidi ya Al Merreikh ya Sudan, huku kocha mkuu wa timu hiyo Miguel Gamondi akiwa na kazi ya kukwepa mtego wa dakika 180 mbele ya Wasudani hao. Yanga itavaana na Al Merreikh kwenye uwanja wa Kigali Pele, zamani ukijulikana kama Nyamirambo, katika mechi hiyo ya ugenini kabla ya kurudiana nao wiki moja baadaye na mshindi wa jumla kutinga hatua ya makundi ya michuano ya msimu huu, hatua ambayo Young Africans ilicheza kwa mara ya mwisho miaka 25 iliyopita. Timu hiyo iliweka rekodi mwaka 1998 ikiwa ya kwanza kutoka Tanzania kucheza hatua hiyo mara baada ya shirikisho la soka Afrika CAF kufanya mabadiliko ya michuano hiyo iliyokuwa ikifahamika kama Klabu Bingwa Afrika hadi mwaka 1997, japo ilimaliza kinyonge kundini. Mechi ya Yanga na Al Merreikh itakayopigwa Jumamosi itakuwa ya 5 kwa timu hizo kukutana kwenye michuano ya CAF, mbali na kuvaana kwao zaidi ya mara 2 kwenye michuano ya Klabu Bingwa kwa nchi za Afrika Mashariki na Kati kwa maana ya Kagame Cup. Rekodi zinaonyesha kuwa mara ya kwanza kwa timu hizo kukutana ilikuwa ni mwaka 1973 kwenye raundi ya kwanza ya Klabu Bingwa, sasa ligi ya mabingwa Afrika, na Yanga kung'olewa kwa jumla ya mabao 3-2 ikifungwa nyumbani kwa mabao 2-1 na kutoka sare ya bao 1-1 ugenini, kisha kukutana tena kwenye playoff ama hatua ya mtoano ya kombe la shirikisho barani Afrika. Timu hizo zilikutana kwenye michuano hiyo ya mwaka 2007 ambapo mchezo wa kwanza nyumbani Young Africans ililazimishwa suluhu kabla ya kwenda kupasuka ugenini kwa mabao 2-0 na kutolewa. Hivyo kocha Gamondi ana kazi ya kufanya ili kuweka mtego huo kwa Wasudani kwa timu hiyo kushinda kwa mara ya kwanza. Rekodi zinaonyesha Young Africans haijawahi kuifunga Al Merreikh hata kwenye michuano ya Kagame, kwani mwaka 1986 ilipoteza fainali kwa penalti 4-2 baada ya dakika za kawaida kuisha kwa sare ya mabao 2-2, na mara ya mwisho zilipokutana tena kwenye michuano hiyo iliyofanyika nchini, timu hizo zilitoka tena sare ya mabao 2-2. Hivyo kocha Gamondi na jeshi lake ambalo jana siku ya Jumamosi liligawa dozi kwa kuifumua Kiluvya United kwa mabao 6-0, lina kazi ya kuhakikisha wanauvunja mfupa wa muda mrefu mbele ya Wasudani, kwani hata msimu uliopita Young Africans ilicheza na Al Hilal ya Sudani kwenye raundi ya kwanza na kung'olewa kwa jumla ya mabao 2-1 mara baada ya sare ya bao 1-1 nyumbani na kulala ugenini, kisha kuanguka kwenye playoff ya shirikisho na kufika mpaka hatua ya fainali wakimaliza washindi wa pili. Hata hivyo, kasi iliyoanza nayo Yanga kwenye mechi za mashindano 6 ilizocheza hadi sasa, zikiwamo 2 za ngao ya jamii, 2 za ligi kuu na nyingine 2 za ligi ya mabingwa Afrika, ikifunga jumla ya mabao 19 kupitia wachezaji 9 tofauti, imewapa matumaini makubwa wadau na mashabiki wa klabu hiyo. Yanga ilianza mechi za mashindano kwa kuifunga Azam FC mabao 2-0 kutoka Suruhu na Simba katika mechi ya fainali na Ngao mara baada ya dakika 90, huku akipoteza kwa penalti 3-1. Kisha ikacheza mechi ya ligi kwa kugawa dozi ya mabao 5-0 mbele ya KMC na JKT Tanzania, huku kwenye michuano ya CAF ikianza kwa kuichapa Asas ya Djibouti kwa mabao 2-0 na ziliporudiana ikainyoosha kwa mabao 5
4-1 na kutinga raundi ya pili kwa jumla ya mabao 7-1. Kocha huyo alikaririwa na gazeti moja la michezo hapa nchini akisema anajua mechi hiyo dhidi ya Almerrikh sio rahisi, lakini alishaanza kuisoma mapema kupitia michezo miwili ilipocheza na Oyo Doho ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kufuzu raundi hiyo ya pili kwa faida ya bao la ugenini baada ya sare ya bao 1-1 katika mchezo wa suluhu ikiwa Kigali. Baadhi ya mastaa wa Young Africans wakiwamo nahodha Bakari Nondo Mwamnyeto, Dickson Job walisema wanajua wana mchezo mgumu Kigali, lakini lengo la kila mchezaji na klabu kwa ujumla ni kuona wanauzika mzimu wa miaka 25 kwa timu hiyo kutocheza makundi, hasa baada ya kufika fainali ya kombe la shirikisho msimu uliopita. Young Africans itarudiana na Almerrikh katika mchezo unaotarajiwa kupigwa Septemba 30 jijini Dar es Salaam, na kama itakuwa imepata matokeo mazuri ya jumla itatinga hatua ya makundi ikiwa ni kwa mara ya kwanza tangu mwaka 1998. Hii ni Sportika Online TV.